Shughuli katika barabara kuu kati ya Migori na Isebania zimelemazwa baada ya wahudumu wa matatu na wafanyabiashara kufunga njia iliyojengwa kando ya daraja la Migori, daraja ambalo lilikuwa limeharibika. Wahudumu hao walisema wameghadhabishwa na kucheleweshwa kwa ukarabati wa daraja hilo, wakidai maafisa husika wamekimya licha ya kuathirika kwa shughuli za kibiashara na uchukuzi kutokana na daraja hilo mbovu. Wahudumu hao wa matatu pamoja na wafanyabiashara waliziba barabara kuu ya Migori Isebania wakitumia mafungu ya udongo pamoja na matawi ya miti. Wahudumu hao waliolalamikia kucheleweshwa kushughulikiwa kwa hali ya daraja pia walikashifu serikali ya kaunti kwa kuendelea kukusanya mapato huku biashara zikiendelea kuathirika kutokana na kuvurugwa. Wahudumu hao walitishia kufunga sehemu za daraja zilizozibwa, wakitaka hatua za haraka kuchukuliwa na maafisa husika. Miezi 5 tangu daraja iharibike, na hii daraja imesababisha biashara ikarudi chini, na tunatoa ushuru kama wafanyakazi na tena tunatoa ushuru kama wananchi, na serikali tunasikia tu uvumi kwamba pesa ilishatoka na wamekataa kuanza kutengeneza hiyo barabara. Katika kaunti ya Kakamega, mbunge wa Ikolomani Bernard Chinali ametoa wito wa ugatuzi wa ardhi pamoja na kupatikana kwa huduma za haki ili kuvifanya vipande vya ardhi kupatikana kwa urahisi na wakazi. Mambo ya mashamba bado wanaenda paka Kakamega. Tushirikiane, tunataka tukue na land registry hapa Ikolomani. Kama ni kesi za mashamba, kama ni kesi zingine zikiwa kwa mtandao, sisi tunaingia tu hapa, tunasikiza judge. Kwingineko, wakazi wa Igembe kaskazini katika kaunti ya Meru wanatarajia kunufaika kutokana na ujenzi wa barabara ya lami ya Kaelo Kinaduda yenye umbali wa kilomita 30. Mradi huo wa gharama ya shilingi bilioni 1.7 uliofadhiliwa kupitia KERA unatarajiwa kuimarisha uchukuzi, kuboresha biashara, kilimo, usalama na kufungua milango ya uchumi katika eneo hilo. Kwa sababu hii barabara ikitengenezwa kutoka huko Kina, hata ng'ombe zetu ambaye tunalisa huko itakuwa na security kubwa sana, na vile vile tutakuwa na faida sana, kwa sababu tutakuwa tunafanya kazi na watu wa kutoka huko Kina. Katika kaunti ya Kirinyaga, serikali ya kaunti hiyo imejitolea kusaidia watoto wa chekechea kwa kuwapa nyenzo za kuwasaidia masomoni, sare pamoja na fenicha katika vituo vyote 201 vya kutolea mafunzo ya chekechea. Mpango huo unanuia kupunguza gharama kwa wakazi pamoja na kuboresha mazingira ya elimu kwa watoto hao. Some of them come from very vulnerable backgrounds, and affording a book or even a pen or even a uniform, a new uniform, is a problem. So they have really appreciated. Katika kaunti ya Machakos, serikali ya kaunti hiyo imeahidi kuendeleza uwekezaji katika miundo msingi ya uchukuzi ili kusaidia ukuaji wa kiuchumi pamoja na kuimarisha sekta ya usafiri wa gharama. Gavana wa Vinya Ndeti aliyesema hayo wakati alipokuwa akizindua mabasi 10 yaliyonunuliwa na chama cha akiba na mikopo cha UMOA. We need to be aggressive in our business. If people are not given conducive environment to do business, then the county will not grow, the country will not grow. Hatimaye wakazi wa kaunti ya Laikipia wamehimizwa kuwachukua wapendwa wao waliolazwa katika hospitali za umma katika kaunti hiyo, huku mgomo wa wauguzi ukiingia siku yake ya 3 na kulemeza huduma za matibabu katika kaunti hiyo. Wauguzi wanataka malipo ya malimbikizo ya mshahara kupandishwa, vyeo na kupata ajira ya masharti ya kudumu kwa wafanyakazi wanaohudumu kwa kandarasi, kupata huduma za bima ya matibabu pamoja na kuajiriwa kwa maofisa zaidi. Na wakati huu tunasema hakuna kurudi kazini, kwa sababu tumekaa miaka 2 tukizungumzia mambo ambayo yanajirudia. Inasikitisha na inauma sana kuona ya kwamba wakati ambapo ajira zinakuja, contracted nurses ambao wako katika gatuzi la Laikipia wanaachwa nje, wanachukua wengine kule nje.